Ndugu zangu katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni tufanye tafakari ya Dominika yetu hii ya Matawi katika misa takatifu. Tumesikia vizuri masomo yetu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 50 aya ya 4 mpaka ya 7. Kipindi ambacho wana wa Israeli wako katika utumwa nchini Babiloni, lakini Mwenyezi Mungu anawaahidia kuwatoa katika utumwa huo kupitia mtumishi wake mnyenyekevu, mtumishi wake ambaye atakuwa tayari kusikiliza na kufuata mapenzi yake. Ni wimbo huu wa mtumishi wa Mungu ambaye tunaona anajitoa maisha yake, tunaona anajitoa sadaka kwa ajili ya kuwakomboa hao watu walio katika utumwa. Ndugu zangu, naomba niwaambie, mimi na wewe tu watumwa wa dhambi, lakini tunaelewa na tumetambua kwamba na tumesikia katika historia ya mateso kwamba Kristo amejitoa maisha yake, ametoa maisha yake sadaka kwa ajili ya dhambi zetu sisi wanadamu. Ndugu zangu, tusilisahau hilo, tusisahau sadaka hii aliyoitoa Yesu Kristo, ili tupe moyo na kutuongoza katika safari nzima ya maisha. Kila ambacho kiliahidiwa katika kitabu cha Nabii Isaya kilitimia kupitia Yesu Kristo ambaye ni mtumishi wake mnyenyekevu. Na ndio hicho katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi, ile sura ya 2 aya ya 6 mpaka 11 kinasisitizwa. Unyenyekevu huu tuuombe sana katika maisha yetu, maana tutapitia mateso, tutaonewa, tutateswa, tutaumizwa, lakini tukiwa na moyo unaofanana na Kristo tutaweza kuvumilia na kushinda yote. Naomba niwaambie ndugu zangu katika Kristo, ukitafakari masomo haya kuna mengi sana unaweza kujifunza. Naomba leo ujifunze kitu hiki. Naomba ujifunze kitu kimoja. Mwanadamu ni fumbo. Mwanadamu ni fumbo. Nitaanza kukueleza kwa hadithi moja nzuri sana. Hapo kale mzee mmoja alimweleza mjukuu wake kuwa katika msitu mmoja aliishi bundi aliyekuwa mzee sana. Bundi huyo kila siku alipata kuangalia watu na matukio yalikuwa yanatokea katika mji ule. Akitoka msituni anakwenda katika mji na kuangalia mambo yaliyokuwa yanatokea. Aliona nini bundi yule? Aliona kijana mmoja akimsaidia mzee asiyekuwa na nguvu kubeba ndoo kichwani. Bundi alitazama tu. Aliona binti mdogo akigombana na kumkaripia mama yake, akimwambia ungechelewa kunizaa ningekuzaa wewe. Bundi alisikia maneno yale akatafakari, basi akaangalia tu. Siku zilienda, bundi akaona mengi sana. Alisikia watu wakichonganisha wenzao, marumbano yakitokea hapa na pale, watu wakifarakana, lakini kwa sababu ya maneno madogo ya watu, bundi alitazama akatikisa kichwa, basi akabaki kuangalia huyu bundi mzee. Alisikia siku moja mama mmoja akieleza jinsi tembo alivyoanguka juu ya fensi ndefu sana. Akatambua ni uongo, lakini hakusema kitu. Bundi mzee alinyamaza kimya, akaangalia tu mambo yalivyokuwa akienda ya wanadamu. Alisikia baba mmoja akijiita yeye ni mtakatifu sana. Bundi aliangalia kulia na kushoto, akatikisa kichwa chake kwa sababu aliona maisha ya yule mzee. Lakini bundi hakusema kitu, alinyamaza tu. Aliona maisha ya watu yakiharibika. Bundi alisikitika sana, na aliharibiwa na vitu vidogo, pombe, uasherati, maneno, vitu vidogo tu. Aliona watu wengi vile wakifanikiwa kwa vitu vidogo sana. Urafiki, wema, ukarimu, utu uliwafanya watu wakafanikiwa, connection na watu wengine. Bundi alitazama tu. Muda ulienda, bundi akazeeka, hakuweza kusema kitu kwa sababu hajui lugha ya wanadamu, lakini anaona matukio yanayotokea kwa wanadamu. Yule mzee alimwangalia mjukuu wake akamwambia, mimi nimezeeka, nimeona mengi. Yule kijana akamuuliza, babu, unataka kuniambia nini? Akasema, mwanangu, huyu kijana mdogo, mjukuu wangu, huyu kijana mdogo, katika maisha utakutana na mengi, lakini kumbuka kuwa kama bundi. Ona, sikia, kaa kimya. Ona, sikia, kaa kimya.
Mtoto akamuuliza babu yake, babu, unataka kunieleza nini unaposema hivi? Akamwambia, mjukuu wangu, kumbuka mwanadamu ni fumbo. Mwanadamu ni fumbo. Tumesikia leo katika Kristo mengi katika masomo yetu kama nilivyosema. Hasa historia ya mateso inaeleza makubwa sana. Tumetoka nje tukiimba Hosana Hosana, ni maandamano makubwa ya shangwe ya shangwe. Tumeingia kanisani, ghafla hali ya hewa ikabadilika kabisa, tukawa watu wa huzuni. Tunaweza kutafakari makubwa. Je, tuangalie maandamano? Je, tuangalie mateso, kifo na msalaba? Je, tuangalie ufalme wa huyu? Tuangalie ukombozi? Tuangalie Hosana? Au tuangalie mambo mengine sana? Mengi sana tunaweza kutafakari. Lakini kumbuka, mwanadamu ni fumbo. Ndio hiki ambacho nataka tukitafakari katika Dominika hii ya Matawi. Ukikaa ukasikiliza mateso, ukakaa ukasikiliza historia nzima ya hiki ambacho tumekisikia vizuri kabisa, utatambua mwanadamu ni fumbo. Iko hivi. Ni jambo la heri sana watu wakikupongeza. Ni jambo la heri sana watu wakikusherekea. Ni jambo la heri sana watu wakikupa zawadi na kukushangilia. Ni jambo la fahari sana watu wakiona umuhimu wako, watu wakiona kwamba unafaa kuwakomboa, unafaa kuwasaidia, nawe ukahisi umuhimu wako kati yao. Ni jambo la heri sana watu wakifanya ujione wa thamani. Ni jambo la heri sana mke akikufanya ujione wa thamani, mume akikufanya ujione wa thamani, watoto wakikuona ujione wa thamani, askofu akikufanya ujione wa thamani, marafiki wakifanya ujione wa thamani, bosi akikufanya ujione wa thamani, hata wafanyakazi wenzako wakikufanya ujione wa thamani, wakikushangilia usa. Ni jambo la heri sana. Maana Mungu anatufanya au anatuinua kupitia watu. Mungu anaonekana kupitia watu. Ila ukweli ulio mchungu ni kwamba hatuwezi kuwategemea watu wale ili tuweze kupata thamani yetu. Sisi ni wa thamani zaidi ya watu wanavyotuona. Ni rahisi sana kulewa na kupenda sifa au kusifiwa au kupongezwa au kuhisi kupewa moyo. Yaani wakati fulani unaweza kujisikia unapenda sana kuimbiwa na kushangiliwa kwa matawi. Hapo ndipo tunapokosea. Kwa kuwa tunapowategemea wao ili sisi tuweze kuwa na amani na kujihisi furaha, wanadamu wao ni mafumbo. Inakuwa sawa na ugonjwa ambao dawa yake ni kupongezwa tu, ni kusifiwa au kurudishiwa wema kwa yale niliyotenda, bila kujua mwanadamu ni fumbo. Naomba niwaeleze ndugu zangu katika Kristo, tusipokuwa makini tunaweza kujikuta tunafikiri maisha yako hivyo. Maisha ni Hosana Hosana Hosana. Nitakupa mfano mmoja. Mkulima mmoja alikuwa na punda wake aliyekuwa anamsaidia kutoa mizigo yake, kubeba mizigo yake ya chumvi na kupeleka sokoni. Siku moja punda akiwa na mzigo wa chumvi aliteleza na kuanguka mtoni. Chumvi ikaanguka katika mto na kuyeyuka, mzigo kawa mwepesi. Punda akagundua hilo. Sasa ikawa kila alipokuwa akifika katika daraja, basi anatereza, chumvi inaloa, mzigo unapungua. Mkulima aliwaza siku moja, akasema nitamuonyesha huyu punda. Akambebesha huyu punda gunia la pumba za mahindi. Punda akizani kuwa ni chumvi, akateleza katika mto kwa sababu ni kawaida yake. Pumba ikaloa maji, ikawa nzito zaidi. Punda akurudia tena. Akagundua mwanadamu aeleweki, mwanadamu ni fumbo. Aliweza kumbebesha punda gunia la chumvi, aliweza kumbebesha punda gunia la pumba za mahindi,
Akilini mwa punda akizani ni gunia la chumvi. Mwanadamu anabadilika. Ndugu zangu katika Kristo, ukiangalia kwa makini kabisa historia nzima mateso tuliyoisoma, utagundua ukitegemea watu utavunjika moyo, utaona maisha hayana maana tena. Ukijaribu kupata kwa watu kila ambacho Mungu pekee anaweza kukupa, utaumia. Ukijaribu kutafuta furaha kutoka kwa watu, siku zote utaumia. Umeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na ni wa thamani sana, na umekombolewa kwa damu yenye thamani, damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, damu azizi. Huyu aliyekuumba ageuki watu wakikugeuka. Wana wa Israeli walipomgeuka Mwenyezi Mungu walijikuta katika utumwa. Tumesikia katika somo la kwanza, yeye hakugeuka wala kugeuza thamani yao, walibaki wana wake wapendwa, na kweli aliwatoa katika utumwa. Mwanadamu alipotenda dhambi, yeye hakugeuka, alinyenyekesha na kutii hadi kifo cha msalaba kwa ajili yake. Naomba nikwambie kitu, thamani yetu haipo au haitokani na jinsi watu wanavyotutendea, bali thamani yetu ipo katika damu takatifu ya Yesu Kristo iliyomwagika katika mateso tuliyosikia katika historia hii tuliyoiona. Hicho ndicho cha kutegemea na si watu. Watu watakuumiza, watu watakutesa, watu watakusema mabaya, watasahau mema yote uliyowatendea. Ukweli ni kwamba watu hawapo pale utakapowahitaji muda wote. Mwanadamu ni fumbo, usimtegemee sana. Maandiko yanasema, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, aliyemfanya mtu kuwa tegemeo lake, nao moyo wake umemwacha Bwana. Kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 17 aya 5 mpaka ile aya 11. Wahenga wanasema watu ni wale wale. Wakati anaingia Yerusalemu, watu walisema Hosana. Alipoingia Yerusalemu, walisema msulubishe, msulubishe. Wakati anaingia Yerusalemu, walisema mfalme wa Daudi. Alipofika Yerusalemu, walisema hatuna mfalme isipokuwa Kaisari. Mikono iliyoshika matawi ndio mikono ile ile iliyoshika mawe na mijeredi. Midomo iliyoimba sifa ndio ile ile iliyotoa matusi na mate. Nitawapa mfano mwingine ili muweze kuelewa. Kwenye maandiko matakatifu, Petro alikuwa rafiki wa karibu na Yesu Kristo. Walienda huko na huko, na matukio na miujiza mikubwa aliishuhudia. Yesu alimpenda akamwita mwamba, ile Injili ya Mathayo sura 18 aya 16. Lakini wakati wa mateso alilala bustanini. Mbele ya umati alisema simjui mtu huyu. Yuda alimsaliti, wanafunzi wakamkimbia. Yesu akuvunjika moyo wala kuumia, na labda kutaka kuona tena wanafunzi wake. Alitaka kuona, lakini akuvunjika moyo wanafunzi walipomwacha, kwa sababu thamani yake haikuwa katika watu waliomtendea, bali ilikuwa kwa Mungu. Furaha yake haikuwa kutimiza mapenzi ya watu, bali mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Katika maisha, ukitaka furaha ya kweli, usitegemee watu. Ukitaka amani ya kweli, usiamini watu sana. Acha kutegemea watu, mtegemee Mungu. Wacha watu wakusifie, wacha watu wasikusifie. Hii haibadili mpango wa Mungu maishani mwako. Wawe nawe wasiwe nawe, haiondoi baraka za Mungu maishani mwako. Wakushangilie, wakuzomee, Mungu yuko pamoja nawe. Wakupende, wasikupende, Mungu anakupenda. Waimbe Hosana, msulubishe, wewe mtumaini Mungu. Hata kutaka sifa toka kwa watu, jisifie mwenyewe. Wakikuzomea, jishangilie. Wakisema sio mzuri, jisifie. Wakisema mnafiki, jiambie mimi ni mwema. Wasipokuona special, jiangalie kwenye kioo, wasema mimi ni special. Maana wanadamu watasema Hosana leo, kesho watasema msulubishe. Unaweza ukawaza, wazazi wangu wanaweza wakaniacha au wasinielewe vizuri, ila Mungu amini anakupenda. Maandiko yanasema, je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake? Anaweza kumsahau mzao wa tumbo lake asimhurumie? Hata kama yeye angeweza, lakini mimi sitakusahau wewe hata kidogo. Kitabu cha nabii Isaya
Ona, inasema nabii Isaya, nimechora juu ya viganja vya mikono yangu, nimekuchora juu ya viganja vya mikono yangu, kuta zako zi mbele ya macho yangu daima. Isaya 45 aya 15 mpaka ya 16. Mke au mume anaweza asikupende akakuumiza. Samsoni alisalitiwa na mke wake, yaani Delila. Kitabu cha Waamuzi ile sura ya 16 aya ya kwanza mpaka 31. Bosi wangu ananifanyia hivi, ndivyo sivyo. Yusufu alifungwa na bosi wake mwenyewe. Ndugu zangu wananitendea mabaya, japo mimi nimewatendea mema. Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Yesu alishtakiwa na watu wa taifa lake mwenyewe. Maisha yako mtegemee Mungu. Ukiangalia historia nzima ya mateso haya, naomba nikukumbushe sana, maisha yako siku zote mtegemee Mungu. Watu watasema mbona uolewi? Ukiolewa watasema mbona uzai? Ukizaa watasema mbona ulei watoto? Ukilea watoto watasema watoto umewashinda. Watasema tu. Ukisali watasema unajifanya mtakatifu kuliko papa. Usiposali watasema shetani amekuvaa. Ukiwa mkarimu unajionyesha, ukiwa sio mkarimu una mkono wa bilika. Ukihubiri sana unatuchosha, ukihubiri kufupi padre hajajiandaa. Ukikaa parokiani hautembei, ukitembea ana yake. Mwanadamu ni fumbo, leo sana kesho msulubishe. Mtegemee Mungu katika maisha yako yote. Mwegemee Mungu maisha yako yote. Maana Pasaka ukitegemea Mungu au ukimtumaini Mungu katika safari yako ya maisha, utaona Pasaka katika Ijumaa Kuu, utukufu katika msalaba, na siku zote Mungu atatukuzwa, nawe utapata utakatifu milele na milele. Amina. Nikutakie Dominika njema ya Matawi.